Kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwataka wasomi na wasio wasomi kuelekea kusomea elimu ya ufundi katika vyuo vya VETA ni kauli ya kisiasa ambayo kwa bahati mbaya haijafanyiwa tafakuri pana ya kiutafiti. Kauli hii inatoa majibu ya haraka yasiyozingatia kwa kina hali halisi ya uchumi wa nchi, uwezo wa viwanda, mahitaji ya soko la ajira na mustakabali wa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Nyinyi mtakumbuka kauli kama hizi zinatolewa na kiongozi ambaye moja ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, lakini waziri mkuu pia wizara yake ana wizara yake ndio inayohusika na masuala ya vijana, ajira pamoja na kazi. Kwa hiyo hili jambo ni jambo ambalo lina maslahi na umma, ni lazima tulitolee ufafanuzi na lazima tuihoji serikali, lakini pia tuishauri serikali ni namna gani inaweza kufanya kuwasaidia vijana wa nchi hii ambao ni wasomi katika taifa letu. Ni kweli kwamba elimu ya ufundi ina umuhimu mkubwa katika maendeleo ya taifa lolote. Hata hivyo, kuhimiza watu kwenda kusomea ufundi bila uwekezaji wa kutosha katika viwanda na sekta zinazoweza kuajiri wahitimu wao kunaweza kuzalisha changamoto zifuatazo. Moja, ongezeko la wahitimu wa VETA bila fursa za kutosha za ajira katika sekta rasmi. Na mpaka sasa bado kuna wahitimu wengi wa VETA ambao hawana ajira, lakini pia hawa wahitimu hawana hata mitaji ya kwenda kutumia ujuzi wao. Mbili, kupanuka kwa sekta isiyo rasmi, yani informal sector, ambapo wahitimu wa VETA watalazimika kujiajiri bila mfumo rasmi wa kuendeleza. Tatu, kuzoofika katika sekta nyingine za elimu, kwani vijana wanaweza kuhamasika kusomea elimu ya ufundi wakiamini ni njia pekee ya kupata ajira. Unapohamasisha vijana kwenda kusomea VETA, umetengeneza mekanizmu gani ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wakimaliza elimu yao ya VETA wanaweza kwenda kufanya wanaweza kwenda kufanya kazi viwandani, wakazalisha, wakapata uchumi unaweza kusaidia maisha yao. Kauli hii inapuuza ukweli kwamba maendeleo ya taifa hayategemei sekta moja tu, bali mseto wa taaluma mbalimbali kuelekea nguvu nyingi katika elimu ya ufundi bila kuhakikisha kuwa kuna uwekezaji wa kutosha kwenye viwanda, ujenzi na sekta nyingine kunaleta athari zifuatazo. Kuzalisha wahitimu wengi wa VETA wasio na kazi kwa sababu ya uwiano mbovu kati ya elimu na mahitaji ya soko. Kuzoofisha maendeleo ya taaluma nyingine muhimu kama sayansi, uhandisi, uchumi na sayansi ya jamii. Kupunguza motisha kwa vijana kusomea taaluma nyingine kwa kuhisi kuwa serikali inapenda zaidi elimu ya ufundi. Tunataka serikali iwekeze kwanza katika viwanda vya uzalishaji, kwa sababu sisi Tanzania tuna bahati ya kuwa na ardhi kubwa ya kutosha. Tuna bahati ya kuwa na maji mengi ya kutosha, ambayo kama serikali ikiwekeza kwenye viwanda inaweza kusaidia kuhamasisha hao wanafunzi waende wakasome VETA, kwa sababu mnajua wakitoka VETA moja kwa moja watakwenda viwandani kuajiriwa na kupata kazi ambazo zinaweza kusaidia surviving ya maisha yao. Serikali yetu haijatoa kipaumbele kwa sekta binafsi. Ni lazima sekta binafsi ipewe kipaumbele, ili kwa sababu sekta binafsi peke yake inaweza kuajiri watu wengi kuliko mfumo wa serikali wa namna unavyoajiri. Kudumaza ubunifu wa maendeleo ya teknolojia. Maendeleo ya taifa lolote yanahitaji mchanganyiko wa makundi ya kati, wataalamu wa viwango vya juu, wabunifu na wanasayansi. Ikiwa msisitizo mkubwa utawekwa kwenye elimu ya ufundi, huku kukiwa na upungufu wa viwanda vya teknolojia na taasisi za utafiti, tutakumbana na ukosefu wa ubunifu wa ndani, kwa sababu taifa litakuwa na mafundi wengi lakini sio wabunifu wa teknolojia. Sasa ukimhamasisha akasome VETA, hakuna vifaa vya kutosha, mwisho wa siku kwenye soko la ajira aidha la Afrika Mashariki au hata la SADC
hawezi kwenda kucompete na wanafunzi wa vyuo vingine kwa sababu ya ufinyu wa teknolojia. Kuendelea kutegemea teknolojia za nje. Udumavu na maendeleo ya teknolojia, kwa sababu mfumo wa elimu utakuwa umeelemewa zaidi kwenye uzalishaji wa mafundi baada ya ubunifu. Athari kwa mfumo wa elimu na mustakabali wa taifa. Ikiwa kauli hii itachukuliwa kama mwongozo wa kitaifa bila mpango mzuri wa utekelezaji, inaweza kuathiri mustakabali wa sekta ya elimu na ajira kwa ujumla kwa njia zifuatazo. Moja, kuzoofisha mfumo wa elimu kwa kuhamasisha wanafunzi kuachana na taaluma nyingine muhimu. Mbili, kuzalisha kizazi cha wahitimu wa VETA wasiokuwa na ajira. Kuhamasisha elimu ya ufundi kwa njia isiyo na mpango wa maendeleo, hali inayoweza kuathiri sekta zingine kama afya, uhandisi, sayansi, mazingira na teknolojia. Tunahitaji serikali iwekeze kwenye makampuni, aidha kwa kutumia sekta binafsi, iwekeze kwenye viwanda, aidha kwa kutumia sekta binafsi, ili hawa wahitimu wa VETA wanaohitimu waweze kuwa connected moja kwa moja kwenye makampuni, moja kwa moja kwenye viwanda, ili tunapopima uzalishaji wa nchi yetu tuwe na uwezo sio tu wa kuimport kwa maana ya kununua bidhaa kutoka nje, tuwe na uwezo wa kuexport, kwa sababu tutakuwa na uzalishaji wa kutosha na tutatengeneza ajira nyingi kwa vijana wetu wa Kitanzania. Serikali inapaswa kufanya tafakuri pana. Elimu ya ufundi ina nafasi yake katika maendeleo ya nchi, lakini haiwezi kuwa suluhisho pekee la tatizo la ajira na maendeleo ya uchumi. Badala ya kutoa kauli za haraka zisizozingatia tafiti za kina, serikali inapaswa kufanya yafuatavyo. Huu ni ushauri wetu kwa serikali. Ni ushauri kwa waziri mkuu, ambaye wizara yake yeye kama waziri mkuu ndio inahusika na masuala ya ajira, vijana pamoja na kazi. Jambo la kwanza, kuwekeza katika sekta ya viwanda na uzalishaji kabla ya kuhamasisha watu kwenda kusomea ufundi. Tunataka iwekeze katika sekta ya viwanda vya uzalishaji kabla ya kuhamasisha watu kwenda kusomea ufundi, na itengeneze mazingira ambayo kijana wa Kitanzania anayehitimu ana uwezo wa kukopesheka popote, aidha ni kwenye taasisi za kifedha, anaweza kukopesheka akafanya mradi wake ambao kupitia mradi ule anaweza kutengeneza uchumi, lakini kupitia yeye anaweza kuajiri vijana wenzake wakazalisha na wakapata fedha. Jambo la pili, kujenga mazingira mazuri kwa sekta binafsi kushiriki katika elimu ya ufundi. Kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa connected kwa sekta binafsi kushiriki katika ufundi, elimu ya ufundi iwekewe msitizo kupitia sekta binafsi moja kwa moja. Hii itasaidia kutengeneza vijana wengi ambao pia watapata ajira, kwa sababu watakuwa wamekuwa connected na sekta binafsi. Kwa serikali ina wajibu wa kujenga mahusiano mazuri na sekta binafsi ili kuweza kuboresha jambo hilo. Jambo la tatu, kuwekeza katika elimu ya ngazi zote kwa uwiano sahihi ili kuleta maendeleo endelevu. Kuwekeza katika elimu ya ngazi zote ili mwanafunzi anayemaliza degree, kama angetamani kuwa mpaka rangi, basi ajifunze akiwa sekondari, awe ana skills ya kupaka rangi, ili akimaliza degree yeye mwenyewe anaweza akachagua. Jambo lingine ni kutengeneza mfumo wa uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana wenye ujuzi ili waweze kujiajiri na waweze kuajiri. Lazima serikali iwekeze kwenye namna gani inaweza kuwasaidia vijana kwenye uwezeshaji wa kiuchumi. Jambo la nne ambalo ni ushauri kwa serikali, kutengeneza sera nzuri
zinazogusa vijana na maendeleo ya taifa kwa kuwashirikisha vijana, kwa sababu ndiyo nguvu kazi ya taifa letu. Mara nyingi vijana wa nchi hii hawashirikishwi kwenye mambo ya msingi, kwa sababu viongozi wetu wanaweza wakaamua wao wakachukua vijana 5 sehemu fulani, wakawa miongoni mwa kwenye ukumbi mkubwa, wakachukua maoni ya watu 2 watatu bila kuwafikia vijana. Vijana wapo kwenye matawi, vijana wapo kwenye kata, vijana wapo kwenye majimbo, vijana wapo kwenye mikoa, vijana wapo kwenye kanda, vijana wako mpaka kule juu taifa. Kwa tunataka ushirikishwaji wa vijana. Unapopanga mpango wa maendeleo ya vijana, unapopanga mpango wa dira ya taifa, ni lazima uwashirikishe vijana, kwa sababu vijana ndio wanaojadili future ya taifa lao. Jambo la 5, ni wakati sahihi wa nchi yetu kuwa na baraza la vijana la taifa, ili waweze kukaa kutatua masuala yao na kupeleka mapendekezo kwa serikali kuyafanyia kazi. Baraza la vijana la taifa ni chombo huru ambacho kinakusanya makundi yote ya vijana. Vijana wanaweza kukaa wakajadiliana na wakapanga mambo yao. Lakini mpaka leo ni miaka 4 sasa, baraza la vijana la taifa halijaanzishwa. Maoni ya vijana, mapendekezo ya vijana, kero za vijana bado haziwezi kukusanywa zikawakilishwa kwa serikali. Ni wakati sahihi wa kuhimiza serikali ya Rais Samia kuanzisha baraza la vijana la taifa, ili vijana wa nchi hii, bila kujali itikadi zetu za vyama, tuwe na uwezo wa kukutana, kupanga mambo mbalimbali na mipango mbalimbali, kupeleka serikali kama mapendekezo, ili vijana tuweze kujipangia mipango inayoweza kutekelezeka na inayoweza kujibu matatizo na kero zetu kama vijana. Kwa tunaitaka serikali ianzishe baraza la vijana la taifa, ili vijana tukutane, tujadiliane, tupange masuala mbalimbali yanayohusu maisha yetu. Kama mnaona kuna watu wanaitwa NETO, wanaamua kuanzisha kikundi chao ambacho wanajadiliana hatima yao ya kupata kazi, kwa sababu hakuna platform maalum ambayo vijana wanaweza kuzungumza mambo yao. Ni wajibu wa serikali kufanya haya mambo. Ukifuatilia nchi yetu, vijana wako nyuma sana, kwa sababu ya serikali haioni vipaumbele vya kuwasaidia vijana.